بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وسلم. أما بعد, kama ambavyo imetangaziwa katika siku hizi tatu kutakuwa kuna daura ambayo itakuwa inahusiana na masala ya hijabu ya mwanamke, ambayo risala tutakayotumia ni risala ya Sheikh Al-Allama Ibn Baz rahimahullahu ta'ala, ambayo ameita katika jina au katika unwan ambayo ni hirasatul hijab. Maana ya hirasa, maana yake kuweka, kuikinga, yani alhijab, hijab. Na katika namna ya daura inavyokwenda, mara nyingi hizi daura zinakuwa zinaenda yani bishakli sari, yani kwa haraka, kwa sababu lengo inakuwa si kusomeshana alifu kwa ujiti, bali inakuwa lengo ni kuoneshana zile nukta muhimu na mambo ambayo wengi katika watu ambao wanafundika nayo. Ndio madhumuni ya hizi daura, na sio lengo kuja kuanza hapa katika kusoma. Katika hichi kitabu, mukaddima wa kwanza ni mukaddima wa Sheikh Abdullah ibn Abdurrahman ibn Jibrin, ambao tutasoma nao kwa haraka. Alhamdulillah alladhi khalaqa al-insan, sifa njema anastahili Allah ambaye ameumba mwanadamu, wa 'allamahu al-bayan, na amemfundisha ubainifu, wa faddalahu ala sa'iri al-hayawan, na akamfadhilisha juu ya wanyama wote, wa ahmaduhu subhanahu ala ma an'ama bihi wa aslahu, na namuhimidi Allah utakasifu ni wake kwa yale ambayo ameneemesha, wa asdahu, na yale ambayo ameyatoa kwa wingi, min anwa'i ni'am, katika aina mbalimbali za neema, wa ma dafa'ahu min an-niqam, na yale yaliyoyazuia katika mabalaa mbalimbali. Wa sallallahu wa sallama ala Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'd, baada hapo akasema wa ba'd, fa hadhihi risala, hii ni risala qayyima iliyokuwa imesimama sawa, yani kwa maana ni katika risala ambayo imenyoka katika hii maudhui, li Sheikhina Al-Allama, katika ya shekhi wetu Al-Allama, mwanachuoni aliyekuwa mkubwa, wal habr, na kadhalika mwanachuoni mwenye elimu nyingi, fahama mwingi wa kufahamu, samaha al-Sheikh Ibn Baz rahimahullah wa akrama mathwahu, ambaye ni Sheikh Ibn Baz, na Allah amkirimu mafikio yake. Takallama fiha an al-ihtijab, amezungumza katika hii risala kuhusiana na masala ya kujistiri mwanamke, watasattur, na kujistiri lilmar'a mwanamke, wama yajibu ala almuslimina min man'i nisa'ihi, na yale mambo ambayo yanawajibika kwa Uislamu katika kuwazuia wake zao au wanawake wao anitakashuf, kutokana na swala la kujiweka wazi, yani kutokujistiri, wa ibda'i zina, na kudhihirisha mapambo, wadhālika min babi alhifadh ala karamatiha, na hiyo ni katika mlango wa kuhifadhi ule utukufu wa mwanamke, wa siyanati almar'a almuslimin an tabadhul, na kumkinga mwanamke muislamu kutokana na kutokujistiri, walimtihani, na udhalilishwa, watafassuh, na kupambanuliwa kwa mbali na wanaume katika kuhifadhi, alladhi yad'u ila ihanatiha, ambapo kunapelekea katika kumdhalilisha mwanamke, watahawun bikaramatiha, na kunyengesha ule utukufu wa mwanamke. Waqad ajada wa afada, na kwa hakika shekhe amefanya vizuri katika hii risala na amefidisha na ametoa faida. Wa awrada al-adilla al-wadhiha min al-ayat wal ahadith al-wadhiha, na ametoa dalili zilizo wazi katika aya mbalimbali na hadithi za wazi, fi dhalika, katika hilo jambo, mimma la yad'u majalan wala qawlan liqa'i, katika mambo ambayo hayaachi nafasi wala kauli yoyote kwa mwenye kusema. Na maana shekhe amezungumza kile ambacho kinastahili katika masala ya hijab katika hii risala. Wa haythu anna samahata Sheikh Abdul Aziz ibn Baz mimma yu'taraf bi fadlihi wa ilmihi wa amalihi, yani anasema, na kwa vile Sheikh Ibn Baz ni katika ambao panakiriwa zile fadhila zake na elimu yake na nini na matendo yake, alqasi wadani,
au naweza kusema mimma ya'tarif bi fadlihi wa ilmihi wa amalihi al-qasi wad-dani, ni katika shekhi ambaye anakiri fadhila zake na elimu zake na amali yake, yani matendo yake, al-qasi aliyembali wad-dani na aliyekaribu, illa man rahimahumullah min al-khair, isipokuwa katika wale ambao illa man harramahumullah, isipokuwa wale ambao Allah amewazuia min al-khair, kutokana na khairi. Fa inna nashra hadhihi ar-risala fi mithli hadha al-waqt, hakika kueneza hii risala katika wakati kama huu, mimma yufidu al-mujtama' fi hadha al-amr al-khatir, ni katika mambo ambayo yanaleta faida kwa jamii katika jambo hili la hatari. وفق الله المسلمين، الله وفقishe waislamu lil'amal bima yurdihi, kufanyia kazi yale mambo ambayo yanamridhisha Allah. Wa sallallahu ala Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam. Huu ndio ulikuwa mukaddima mfupi wa Ibn Jibril, ambao kitu cha muhimu katika huu mukaddima kwamba ameisifu kwamba ni risala ambayo imekusanya kile ambacho kinastahili katika huu mlango wa hijab. Kisha baada mukaddima wa Ibn Jibril kuna mukaddima wa hawa ambao wanakieneza na kukichapisha hichi kitabu, ambao wameanza alhamdulillahi rabbil alamin wala udwana illa ala adh-dhalimin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmiddin wa ba'd. Baada ya hapo wakasema fala yazalu ashab al-aqlam, hawajaacha kuwa wale watu wa kalamu al-afina, zile kalamu zenye kuleta ufisadi, wadiayat al-batila, na wale watu wa madai ya batil, yarmuna al-mar'a al-muslima, wanamtupia mwanamke wa Kiislamu bikulli sharasa, kila tabia iliyokuwa mbaya, la'allahum yusibunaha, ili huenda wakifanya hivyo huenda wakamsibu mwanamke fi ifafiha, katika ile kujihifadhi kwake, wa tuhriha, na katika ule utakasifu wake, ile tohara yake. Wanachokusudia maadui ya Uislamu kuwasema vibaya wale wanawake wanaojistiri, kuwasema vibaya wale wanawake wanaojihifadhi, lengo lao wafike wakati kuna siku waweze kumiliki mwanamke na wakamuondoshea ile heshima yake. Anasema fatarahum yuzayyinuna laha as-sufur, utawaona wanampambia mwanamke kuwa wazi, yani kuacha hijabu. As-sufur ni wanawake kuacha hijabu, kujistiri, walikhtilaf, na wanampambia mwanamke kuchanganyika na wanaume, wa musharakati ar-rajul fi amalihi, na kushirikiana na mwanamume katika kazi. Anasema innal mu'ash'ash fi uquli haula, hakika jambo ambalo limetulizana katika akili za hawa, anna at-taqaddum al-ilmiyya, kwamba kuendelea kielimu, wasibaqa at-taqniya, na kutangulia kwa teknoloji, lan yatahaqqaqa illa ala anqadh al-aqida, hakuwezekani kupatikana kwa hakika isipokuwa kwa wale wapungufu wa aqida. Wao kwa nini wanafanya hivi? Kwa sababu wanaona teknoloji ili iwe na maendeleo yapatikane, watu waachane na dini. Ndio hizo ndio ambazo kumetulizana katika nyoyo wao. Wal iman, na wale wapungufu wa imani, waliltizam bi ahkam al-islam, na wale ambao ni wapungufu wa kujilazimisha na hukumu za Kiislamu. فهم الدعاء الذين أخبر عنهم الرسول صلى الله عليه وسلم في قوله، hawa ni walinganizi ambao mtume ametoa habari kwa kuelezea katika kauli yake, du'atun ala abwabi jahannam, ni walinganizi ambao wapo katika milango ya jahannam. Man ajabahum ilaiha qadhafuhu fiha, watakao waitikia hao basi wanamtupa katika hiyo milango ya jahannam. Waqad tas'al sa'ila man hum, na anawezekana muulizaji wa kike akauliza ni nani hao walinganizi ambao wapo katika milango ya jahannam. Fayati aljawab min ar-rasul sallallahu alaihi wasallam, linakuja jawabu kutoka kwa mtume, hum min jillatina, hao ni katika sisi, yani ni vizazi vyetu, yani jillatina wanatokana na ngozi zetu, kwa maana si watu ambao wanatoka katika sayari nyingine. Wayatakallamuna bialsinatina, na wanazungumza lugha zetu. Kwa hiyo watu ambao wanaoharibu hii misingi ya hijabu, wanaoharibu misingi ya wanawake kujihifadhi, sio kama ni watu wengine, la, ni katika sisi binadamu
pengine wamezaliwa katika miji yetu na wanazungumza kwa lugha yetu. Innal mar'a almuslima alwa'iya, hakika mwanamke muislamu mwenye ufahamu, ta'lam ilma alyaqin, anafahamu elimu ya yaqini, annahu laysa min haqqiha, kwamba si katika haki ya mwanamke rafdhu din, kuipinga dini. Mwanamke mwenye kujielewa na kujifahamu anafahamu hilo kwamba si katika haki ya mwanamke kuipinga dini wa ahkamihi, na kuzipinga zile hukumu za dini, au rafdhul hijab, au vile vile kupinga hijabu. Mwanamke akawa hataki hijabu akaona ndo katika haki yake, la. Au izam bi anna alislam muadi laha, au kudai kwamba Uislamu unamfanyia uadui mwanamke, wa dhiddu hurriyatiha, na Uislamu upo kinyume na uhuru wa mwanamke. Yani mwanamke mwenye kujifahamu nukta hizi za msingi hawezi kuziingiza katika akili yake, hawezi kufahamu, hawezi akaona kwamba Uislamu umembana, hawezi akaona kwamba katika haki yake kuacha sheria za Kiislamu, hawezi yeye akaitakidi kwamba katika haki yake yeye kutokufuata zile sheria na ahkamu za Kiislamu. Wa hiya ta'lam bi anna ahla ash-shubuhat wash-shahawat, na yeye mwanamke yule ambaye anaofahamu anajua kwamba watu wale wenye mambo ya utata na watu wa matamanio, minar rijal, katika wanaume, alladhina yaz'umun tahriraha, ambao wanadai kumweka huru mwanamke, wayatabakuna alaiha, na wanajiliza kuhusiana na jambo la mwanamke. Inma hum yatabakuna ala anfusihim, hao wanalia katika nafsi zao. Yani haya yanayosemwa leo, sijui women empower, sijui kuwapa nguvu wanawake, kuwafanya wanawake wawe huru, kuwafanya wanawake kuwatoa katika majanga na nini, haya yote utaona kwamba hao wanaume waliokuwemo na kulia na wale waliokuwa nyuma katika hili jambo, wote lengo sio kwamba wanamhurumia mwanamke na wanamkusudia kheri mwanamke, bali wao wanalia dhidi ya nafsi yao. Kwa nini wanalia? Yani wasiokuwa Waislamu na baadhi ya Waislamu ambao wapo katika mkombo huu, kwa nini huwa wanapenda mambo haya kwamba mwanamke awe huru? Li'adami qudratihim lilwusul ilayha, kwa sababu wao wanalia hawawezi kumfika mwanamke, walistimta' biha, na kustarehe na mwanamke. Fahum la yuriduna hurriyataha bal yuriduna hurriyata alwusul ilayha, hawataki uhuru wa mwanamke, wao wanataka uhuru wa kumfika mwanamke wakati wote wakimtaka wampate. Ndio maana ya uhuru wanaolilia wao, lakini sio ule uhuru wa kisheria ambao una mipaka yake, ambao unamhifadhi mwanamke na kumheshimu mwanamke. Falmar'a almuslima la tashku ila fudul haula, wanawake, mwanamke aliyekuwa Muislamu hawezi akashtakia maneno ya ziada ya hawa an-naf'iyin, watu wa manufaa, ar-raghibina, wale wenye kupenda fil matajira, katika masala ya biashara yao. Anasema bi'irdhiha, wanapenda kufanya biashara katika jambo la mwanamke, bi'irdhiha, kwa ile nafasi ya mwanamke. Unakuta biashara nyingine anaweka mwanamke pale yuko uchi, biashara nyingine anaweka mwanamke pale nywele wazi. Wao wanafanya biashara kwa heshima ya mwanamke, wao wanatajirika. Akasema wa sharafiha, na ule utukufu wake. Anasema waja'aliha ghaniya fi suqil maladhat, na kumfanya mwanamke ndiyo mwenye kuimba katika lile soko la mambo ya ladha mbalimbali, wa shahawat, na katika yale masoko ya shahawa, wa urud al-aziya, na katika zile sehemu za kuonesha nguo, kwamba yeye mwanamke ndio yuko pale, yeye ndio bidhaa ya kuonesha nguo, na yeye namna gani ya kuonesha. Wengi wanaolilia uhuru wako katika namna hii, na ndio maana unakuta sehemu nyingi za biashara anaikuwa mwanamke, anaikuwa picha ya mwanamke. Bali hili vile vile hata wale ambao wanajinasibisha, baadhi yao wanajinasibisha na dini, utakuta wakitaka kuuza hijabu zao uweka wanawake pale, wakajifanya kuwa wanatembea na mashungi yao pale, na wao tena kumbe wanauza biashara za mahijabu. Mwanamke sio bidhaa ya kufanya hivyo. Mbona aje kutokea wanaume tukawasikia wamevaa kanzu zao nzuri al-Haramaini, alafu na video pale wanachukuliwa, alafu tena mashaallah na nini. Haya mambo yote yako kwa wanawake, kwa sababu watu wana mambo yao nyuma ya wanawake. Innaha ma'araka baina al-fadila war-radhila, hivi ni vita
baina ya mambo yaliyokuwa bora na yale mambo yaliyokuwa mabaya, baina alhaqi wal batil, baina haqi na batil. Anasema wal haqu biidhnillah muntasar la mahala, na haki kwa idhni ya Allah ni jambo lenye kunusuriwa, hakuna budi. Ala ta'ala bal naqdhifu bil haqqi ala al batil, bali tutaitupa haki katika batil. Tukifanya hivyo fayadmaghuhu, ile haki itaishinda batil, fa idha huwa zahir, tahamaki batil itakuwa ni yenye kuondoka. Wa min hadha al haqq ma asdarahu samahatu al imam Abdul Aziz ibn Abdullah ibn Baz, katika haki hiyo ni yale ambayo aliyatoa huyu imamu ambaye ni Abdul Aziz ibn Baz min rudud, katika radi mbalimbali, wa fatawa, na katika fatawa mbalimbali, tufadhihu ahli al-batil, zinazowafedhehesha watu wa batil, wa tubayyin lilmar'a al-muslima al-halal wal-haram, na ambazo zinambainishia mwanamke wa Kiislamu ipi halali na ipi haram. Wa baina yadayka ukhti al-muslima, na mbele mwako ewe ndugu yangu au dada yangu wa Kiislamu, hadha al-jam' al-mawsum, mkusanyiko huu, yani humu ni mkusanyiko wa fatawa ambazo zinahusiana na mambo ya hijabu ya mwanamke, al-mawsum, ambao umeitwa au umetiwa nembo ya biharasa au hirasatul hijab. Na hirasa tumesema maana yake ni nini? Kuhifadhi ile hijab. Qad jamaa min fatawa wa maqalat samaha al-imam Abdul Aziz ibn Baz, imekusanya fatawa mbalimbali na yale makala zile za Sheikh Ibn Baz للإمام من قبول عند النساء, wa yale aliyokuwa kwa Imam Ibn Baz kwamba amejaliwa kukubalika mbele ya wanawake, wa rijal, na wanaume, wal khassa wal amma, na wale watu wenye elimu na wale watu ambao hawajishughulishi na elimu. Wa hadha fadlullah yutihi man yasha, na hii ni fadhila ya Allah anampa mtakaye. Wallahu dhul fadli alazim, na Allah ni mwenye fadhila zilizokuwa kubwa. As'alullah alazim an yahmi almar'a almuslima, namuomba Allah mtukufu amkinge mwanamke wa Kiislamu min sharri al-ashrar, kutokana na shari za wale watu wa shari, wa kaidi al-fujjar, na vitimbi vya watu waovu. Kama as'aluhu an yanfa' bihadha al-jam', kama ambavyo ninamuomba anufaishe kwa huu mkusanyo. Wa an yaghfira li shaykhina, na amsamehe shekhi wetu. Wa an yuskinahu al-firdausa al-a'la, na ampe makazi katika firdaus al-a'la, yani pepo ile ya juu. Innahu jawadun karim, hakika yeye ni mkarimu na mwenye kutoa sana. Jawad, mwenye kutoa sana, karim na mkarimu. هذا والله أعلم وأحكم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وهو ndio ulikuwa mukaddima wa wale ambao wameeneza hichi kitabu, yani wale ambao wanatoa kopi na kukieneza, ambao kimekusanya nukta ambao ni muhimu. Nukta ya mwanzo imekusanya kwamba mwanamke wa Kiislamu anatakana ajifahamu na kujielewa kwamba yeye haiwezekani akatoka nje ya sheria za Kiislamu, bali yeye anatakana ajilazimishe na sheria za Kiislamu, na vile vile anatakana ajilazimishe na hijabu na kujistiri. Hiyo ndio heshima yake. Na vile vile anatakana aelewe mwanamke wa Kiislamu kwamba haya madai ambayo yanasemwa usiku na mchana ya kumhariri mwanamke, ya kumfanya mwanamke awe huru kutokana na utumwa, kumfanya mwanamke awe huru kama mwanamume, haya yote ni madai dhidi yake, wala sio madai ya kumtakasa yeye kutokana na udhalilifu, bali ni madai dhidi yake. Watu wanataka kumfika mwanamke kiurahisi, kwa sababu mwanamke akijihifadhi, mwanamke akiwa anazimiana na sheria, hakutokuwa kuna urahisi wa kumfika mwanamke. Kwa hiyo ili watu wawe rahisi kumfika, lazima vile vile wawe wanamuingia katika muingilio huo, aone sheria imembana, afanye anavyotaka yeye, na wao wawe rahisi kumfikia, kama ambavyo ipo katika miji ya magharibi, na watu wanaoshuhudia hayo nadhani watakuwa wanalifahamu hilo. Na vile vile nukta nyingine ambayo ameizungumza shekhe kwamba vile vile wako wengine vile vile wanawake wasishughulike nao, wale ambao wanajifanya kumhariri mwanamke, lakini wao wapo katika upande wa kibiashara, kutumia heshima ya mwanamke, kuivunja heshima ya mwanamke kwa ajili ya kupata vitu katika biashara zao, kwa ajili ya kupata ufanisi katika biashara zao, kama hivi ambavyo wanaweka katika maduka, katika bidhaa na katika sehemu nyingine. Na mambo mengi ambayo wameyazungumza ambayo yako wazi katika hilo. Kisha baada ya hapo hao wenye kitabu wakaweka nubdha an hayati muallif, yani nubdha manake jambo fupi kuhusiana na maisha ya huyu mtunzi Sheikh Ibn Baz. Amezaliwa wapi, amekulia wapi, jambo muhimu